Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Rais Dr. Samia wataka Watanzania wasikubali kutumika na wasioitakia mema nchi. Amani na usalama ni maendeleo, na maendeleo ni amani na usalama. Sote tuwe macho na tuepuke wasaliti na maadui wa nchi yetu. Waliofuja fedha za shule kuburuzwa mahakamani. Kama ni kwenda kumkabidhi mwendesha mashtaka wetu wa serikali, tayari waliohusika waanze kuchukuliwa hatua. Kama ni kupelekwa mahakamani, wapelekwe mara moja ndani ya mwezi huu. Hilo ni la kwanza, tukalisimamia kwa dhati kama halmashauri. Magari yasiyokaguliwa kuchukuliwa hatua. Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ameshatoa maelekezo kwamba itakapofika tarehe 1 mwezi wa 8 2026, kwa wale wote ambao watakuwa hawajakagulisha vyombo vyao, basi watachukuliwa hatua, kwa maana ya kwamba watakamatwa, wataandikiwa tozo la papo kwa hapo. Hujambo na karibu katika Matukio Daima ya Habari tutakao kusomea jioni ya leo. Jina langu ni Beldina Majinge, nitakuwa na mwenzangu mimi ni Emmanuel Manonga. Karibu. Na tukianzia mkoani Kigoma, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka wananchi wa Kigoma na Watanzania kwa ujumla kudumisha amani na usalama ili kuchochea maendeleo, huku akivielekeza vyombo vya ulinzi na usalama kwa kushirikiana na Wizara ya Uchukuzi kuweka mikakati madhubuti na shirikishi ya ulinzi wa miundombinu inayojengwa mkoani humo. Dr. Samia ametoa wito huo leo mkoani Kigoma mara baada ya hafla ya uwekaji jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR kutoka Tabora hadi Kigoma, akibainisha kuwa serikali imewekeza fedha nyingi katika miradi ya maendeleo ikiwemo reli ya kisasa pamoja na miradi ya meli na maboresho ya bandari ya Kigoma, huku akisisitiza kuwa ni wajibu wa kikatiba na kizalendo kwa kila Mtanzania kulinda miundombinu hiyo dhidi ya hujuma. Kwa niwaombe sana wananchi wa Kigoma wote kuwa na itikadi ya usalama kwanza, alafu maendeleo yetu. Bila usalama hakuna maendeleo. Kusingekuwa salama leo tusingeweka majiwe ya msingi hapa. Wana Kigoma msingefurika kwa wingi hapa. Kila mtu angekuwa amejifungia na kuogopa kutoka. Niwaombe sana wana Kigoma, tuchunge usalama wa mkoa wetu. Katika hili navielekeza pia vyombo vya ulinzi na usalama kwa kushirikiana na Wizara ya Uchukuzi na wadau wengine muhimu kuweka mikakati madhubuti na shirikishi ya ulinzi wa miundombinu hiyo ambayo tunaijenga. Ndugu zangu, swala la amani na usalama nchi yetu ni kipaumbele cha kwanza na hatupaswi kulipuuza hata kidogo. Niwatake tulinde tunu hizi, tusikubali kushawishiwa au kutumika na watu wasiotakia mema nchi yetu, wawe ni wa ndani au kutoka nje ya nchi. Tukivuruga amani na usalama wa nchi yetu, maendeleo haya tunayoyataka hayatashamiri na hayatakuwa na maana. Mifano mingi tunayo. Nchi jirani hapo zinaagiza kila kitu kutoka nje kwa sababu hawana fursa, hawana wasaa wa kutulia na kuzalisha ndani kwao. Hata kilimo tu kidogo hawana wasaa na fursa ya kwenda kulima na kuvuna mazao yao wakajitegemea. Kwa hiyo amani na usalama ni maendeleo, na maendeleo ni amani na usalama. Sote tuwe macho na tuepuke wasaliti na maadui wa nchi yetu. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando Babalevo amewakosoa wale anaowaita wenye midomo ambao hawasemi mazuri yanayofanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, bali wanapiga kelele pale serikali inapokopa fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kwa upande wangu mimi kama mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, siwezi kusimama hapa kukuomba barabara mama. Mawaziri ni saizi yangu, tuko nao bungeni, nitaimba nao vizuri tu, watakuja kukulalamikia, lakini hawa mimi nitaimba nao wimbo mzuri. Nitahakikisha kazi uliyotutuma sisi kama wabunge wa Chama cha Mapinduzi kuhakikisha tunatimiza ilani ya Chama cha Mapinduzi inatimia katika jimbo la Kigoma mjini. Wazee wangu, mawaziri wangu,
na waomba sana mtanisamehe kwenye namna ya kuipigania ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwenye namna ya kuwapigania wakazi wa Kigoma, wananchi wa Kigoma mjini kwa mjumla. Sitokuwa na huruma na waziri yoyote. Mtanipeleka maadili, na mwenyekiti ni mama, atanitetea kwamba mama, nilikuwa natetea hela zako unazozitafuta. Na mimi nataka niwaambieni ukweli kwa kumalizia. Dr. Samia Suluhu Hassan, namna anavyoleta hii miradi, hawasemi wenye midomo. Hawasemi kwamba Dr. kaleta, Samia kaleta, hawasemi. Lakini tunapoenda kutafuta hela, ikitokea tumekopa sehemu yoyote, midomo mingi. Mama, tafuta hela tujengee vitu tuvione, na hakuna mtu yoyote mwenye midomo tutapambana nao sisi. Wewe piga kazi tu mama yangu. Na kwa upande wake, waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema serikali ya awamu ya 6 inaendelea kutekeleza uwekezaji mkubwa katika sekta ya uchukuzi unaolenga kuifanya Kigoma kuwa kitovu cha usafirishaji na biashara kinachounganisha Tanzania na nchi za Afrika Mashariki na Kati. Tupate taarifa zaidi. Mheshimiwa Rais, chini ya uongozi wako mahiri, sekta ya uchukuzi imeendelea kushuhudia mageuzi makubwa ambayo haijawahi kutokea katika historia ya nchi yetu. Serikali imewekeza kwa kiwango kikubwa katika reli ya kisasa SGR, bandari, viwanja vya ndege na usafiri wa majini kwa lengo la kujenga mfumo jumuishi wa uchukuzi, yani integrated transport system, unaounganisha maeneo ya uzalishaji, masoko ya ndani na nchi jirani. Uwekezaji huu unaendelea kuiweka Tanzania kuwa kitovu cha usafirishaji, biashara na huduma za ugavi katika Afrika Mashariki na Kati. Uwekezaji huu tunaoshuhudia leo kupitia meli 4 mpya za mizigo ni uthibitisho kwamba pale serikali inapoweka mazingira sahihi, sekta binafsi huitika kwa kuwekeza, kuleta teknolojia na ubunifu, kuzalisha ajira na kuongeza thamani katika uchumi wa taifa. Mheshimiwa Rais, meli hizi 4 mpya zitafungua enzi mpya za usafirishaji wa majini katika ziwa Tanganyika. Zitaongeza uwezo wa usafirishaji wa mizigo, kuimarisha usalama wa safari, kupunguza gharama za usafirishaji na kuimarisha biashara kati ya Tanzania, Kongo na Burundi. Wakati huo huo, zitaifanya Kigoma kuendelea kuimarika kama lango muhimu la biashara katika ukanda wa Maziwa Makuu na ushoroba wa kati. Sambamba na hilo, uwekezaji huu utaimarisha muunganiko wa usafirishaji wa majini, reli na barabara na kuongeza ufanisi wa mnyororo wa ugavi na ushindani wa biashara. Aidha, Mheshimiwa Rais, tunatarajia uwekezaji huu utazalisha takriban ajira 600 za moja kwa moja pamoja na fursa nyingi zaidi za kibiashara, huduma na uwekezaji zitazochochea ukuaji wa uchumi wa mkoa wa Kigoma na taifa kwa ujumla. Vile muda mfupi uliopita umeweka jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha 6 kutoka Tabora hadi Kigoma chenye urefu wa kilomita 806. Reli hii itaunganisha mkoa wa Kigoma na bandari ya Dar es Salaam na pia itapunguza gharama za usafirishaji, kufupisha muda wa usafiri na kuongeza ushindani wa biashara ndani na nje ya nchi. Sambamba na miradi hiyo, serikali inaendelea na maboresho ya kiwanja cha ndege cha Kigoma kwa gharama ya shilingi bilioni 51.4. Mradi huu utapokamilika mwishoni mwa mwaka 2026 utawezesha kiwanja hicho kuhudumia abiria takriban 400,000 kwa mwaka. Asante sana kwa taarifa hiyo kutoka Kigoma. Na mbunge wa jimbo la Kwela ambaye pia ni waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Deus Sangu amewataka watumishi wa umma wote wanaodaiwa kuhusika na ubadhirifu wa fedha za mradi wa ujenzi wa madarasa katika shule ya msingi Mfinga kufikishwa mahakamani haraka baada ya kubainika kuwepo kwa viashiria vya matumizi mabaya ya fedha za umma. Akizungumza mara baada ya ukaguzi wa mradi huo wakati akiwa katika ziara ya kikazi ya kuhamasisha shughuli za maendeleo katika jimbo la Kwela, na kueleza kuwa hajaridhishwa na kasi ya utekelezaji wa mradi huo licha ya fedha nyingi zilizotolewa na serikali ya awamu ya 6 kwa ajili ya kukamilika kwa ujenzi wake. Lakini pia kama unavyoona mradi huu tulitegemea huo umekamilika na ulitakiwa ukamilike mwezi wa 11, baadaye waka extend contract ikaonekana utakamilika mwezi Machi, lakini tena ikaendelea, lakini naona pia kumekuwa na changamoto ambazo
kama alivyosema mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri, mradi huu pamoja na haya yote mazuri tuliyosema na jitihada kubwa ambazo tunatupambania kupata fedha, lakini bado ni mradi ambao unajengwa kwa kusuasua. Lakini nje ya hicho nilichokisema ambayo ni madirisha ya aluminium, lakini hata madawati hakuna na fedha zimekwisha. Nia ya mheshimiwa rais ni nia njema, lakini ninyi nyote kuanzia wewe mwenyekiti wa halmashauri, diwani wa kata hii ya Mfinga, wote kwa vinywa vyenu mmekiri kwamba mradi huu una changamoto, na changamoto hiyo haikuwa kusudi ya mheshimiwa rais atuletee fedha ziwe na changamoto. Watu wengine wanadhani fedha hizi akisikia ni milioni 200 anasema hapa na mimi nafanya maisha. Haiwezekani. Fedha hizi zinapokuja kutoka TAMISEMI zinahesabu, darasa linakamilika, dawati liko humo ndani, aluminium ya dirisha imefungwa na mtoto yuko ndani darasani anasoma. Sasa mtu anapiga hesabu anasema hapa nitapiga chenji. Hiyo fedha huwa haipigwi chenji. Leo hii mnaniambia taarifa mkaguzi wa ndani, tunaelezwa kwamba mradi huu mpaka sasa kuna hasara milioni 40 ambazo zimepotea katika mazingira ya kutatanisha. Milioni 40. Wananchi wa Mfinga wanasubiri watoto wasome kwenye madarasa mapya yenye madawati na aluminium. Leo hii tunawapa habari ya kwamba milioni 40 kutoka kwenye ripoti ya mkaguzi wa ndani kwamba zipo. Ni habari ya kusikitisha kabisa na ikubaliki. Ndugu zangu, hilo jambo linakubalika? Kuna mtu anaweza kukubali jambo kama hilo? Mimi kama mbunge wenu siwezi kukubaliana hata siku moja namna hiyo. Fedha ziletwe hapa za wananchi kwa ajili ya madarasa ya watoto wetu shule ya awali na msingi, alafu watu wachache tu wakadhani kwamba ni rahisi kula hela za serikali. Hela za serikali huwa haziliwi kienyeji namna hiyo. Kwa mimi pamoja na vyombo vyote vya uchunguzi vilivyokuja hapa, mkaguzi wa ndani amekuja, lakini PCCB wanachunguza hizi fedha na mradi huu ni mdogo sana. Mwenyekiti wa halmashauri, naomba mambo yafuatayo tuyafanye kwa haraka mno. La kwanza, twende tukafuatilie kule TAKUKURU waifunge hili jalada. Kama ni kwenda kumkabidhi mwendesha mashtaka wetu wa serikali, tayari waliohusika waanze kuchukuliwa hatua. Kama ni kupelekwa mahakamani, wapelekwe mara moja ndani ya mwezi huu. Hilo ni la kwanza, tukalisimamia kwa dhati kama halmashauri. Na jeshi la polisi kupitia kikosi cha usalama barabarani limewataka wamiliki na madereva wa vyombo vya moto kukamilisha ukaguzi wa hiari wa magari yao kabla ya kuanza kwa utekelezaji wa sheria itakayohusisha ukaguzi wa lazima kuanzia Agosti mwaka huu. Mrakibu msaidizi wa polisi Dumu Mwalugenge amesema ukaguzi wa vyombo vya moto unafanyika kwa njia mbili: ukaguzi wa hiari unaofanywa kwa uamuzi wa mmiliki wa gari na ukaguzi wa lazima unaofanywa barabarani na askari wa usalama barabarani. Tupate taarifa zaidi. Tumekuwa tukisema mara zote kwamba ukaguzi wa vyombo vya moto upo wa aina mbili. Kuna ukaguzi wa hiari na ukaguzi wa lazima. Ukaguzi wa hiari ni ile hali ya wewe mmiliki au dereva kuamua kupeleka gari yako kwa hiari kwenye kituo cha polisi kilichopo karibu kuonana na wakaguzi wa magari ili waweze kufanya ukaguzi wa gari lako. Na ukaguzi wa lazima ni ule ambao umekuwa ukifanyika kila siku kwenye mabarabara yetu na askari wetu wa polisi au askari wa usalama barabarani, pale ambapo anasimamisha chombo chako na kuanza kukuhoji, na pale anapobaini kwamba gari yako ina makosa, basi anaweza kukuandikia lile tozo la papo kwa papo. Kwa hiyo huu ukaguzi wa hiari umekuwa ukifanyika kila mwaka mara moja, na mara nyingi umekuwa ukifanyika kipindi cha wiki ya nenda kwa usalama. Ni maadhimisho ambayo yamekuwa yakifanyika mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo tunachosisitiza au kuwaomba wamiliki na madereva wa vyombo vya moto, tulianza masuala mazima ya ukaguzi kwa ajili ya wiki ya nenda kwa usalama toka tarehe 11 mwezi wa 10 2025, na leo hii tunaenda karibu mwisho wa ukaguzi huu wa hiari. Kwa hiyo kikubwa ambacho tunawataka wananchi, kwa sababu sasa jeshi la polisi tunataka tuondokane na matumizi ya nguvu yasiyokuwa ya lazima, tabia ya kusukumana. Ndio maana tumekuwa tukitoa matangazo mara kwa mara ili wananchi wawe na hulka au tabia ya utii wa sheria bila shuruti. Kwa hiyo kwa kipindi hiki tunategemea watu wachache ambao wamebaki, kwa sababu tunaamini
toka zoezi hili limeanza, wengi wamefanikiwa kupeleka vyombo vyao vya moto, vimekaguliwa na kupatiwa hizo stika za wiki ya nenda kwa usalama. Lakini kizuri ambacho tumeongeza kwa mwaka huu, tutakuwa hatuna hizo stika za karatasi za kubandika. Kila kitu kinafanyika kwenye mtandao. Kwa hiyo utafanya maombi yako kwenye mtandao kama ambavyo imekuwa ikielekezwa na wataalamu wa mitandao. Baada ya hapo utapeleka gari lako kwenye kituo ambacho wewe mwenyewe umechagua kufanya huo ukaguzi, kitakaguliwa. Baada ya hapo utajaziwa tena kwenye mtandao fomu ya kuonyesha umadhubuti wa chombo chako. Kwa sababu chombo chako kama kitapatikana na hitilafu, itabidi utakiwe tena kwenda kufanya marekebisho ili ukirudishe kwenye kituo hicho ambacho umekaguliwa. Lakini uzuri wa kutosha ni kwamba gharama ambayo utakuwa umeitoa mwanzo ndio utaitumia hata baadaye utakapoleta tena chombo chako cha moto kwa ajili ya ukaguzi wa pili. Mkaguzi wa magari atakapojiridhisha kwamba chombo chako kiko kwenye hali nzuri na mifumo yake yote inafanya kazi, basi atakupatia hiyo stika ambayo nayo itakuwa kwenye mtandao na itakaguliwa na askari wa polisi au askari wa usalama barabarani pale ambapo tutakapoanza zoezi lile la ukamataji, kwa sababu Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ameshatoa maelekezo kwamba itakapofika tarehe 1 mwezi wa 8 2026, kwa wale wote ambao watakuwa hawajakagulisha vyombo vyao, basi watachukuliwa hatua, kwa maana ya kwamba watakamatwa, wataandikiwa tozo la papo kwa hapo na mwisho wa siku watalazimishwa tena kwenda kufanya ukaguzi. Kwa hiyo watu waone hasara ambayo wanaweza kuipata wasipofanya ukaguzi huu kwa hiari. Kwa hiyo kipindi hiki tunaamini ndio kipindi ambacho wananchi kwa hiari yao wanaweza wakatumia fursa hii kupeleka magari yao kwenye vituo vya polisi ambavyo tayari tumeshaviainisha, vikaguliwe, vipatiwe stika yao kwenye mtandao, mwisho wa siku waweze kutumia magari yao bila buguza, waondokane na zile tabia. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Safia Jongo amesema jeshi hilo linamshikilia Filipo Kazungu mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Nkome, wilaya ya Geita kwa tuhuma za wizi baada ya kukutwa na pikipiki 7 za aina mbalimbali, televisheni 1, kingamuzi kimoja pamoja na mashine 1 ya michezo wa kubahatisha. Kamanda Jongo amesema uchunguzi umebaini kuwa pikipiki hizo zilikuwa zikifanyiwa mabadiliko ya utambulisho kwa kufutwa namba za chassis na kuwekewa namba za usajili wa kugushi kwa lengo la kuficha utambulisho wake wa halisi. Hivyo uchunguzi unaendelea na ukikamilika mtuhumiwa atafikishwa mahakamani kujibu tuhuma zinazomkabili. Jeshi la polisi mkoa wa Geita limemkamata Filipo Kazungu mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Nkome, wilaya ya Geita kwa tuhuma za wizi akiwa na pikipiki 7 za aina mbalimbali, televisheni 1 yenye inchi 43 pamoja na kingamuzi cha Azam. Pia amekamatwa akiwa na mashine 1 ya michezo ya kubahatisha. Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba pikipiki hizo zimebainika kufanyiwa mabadiliko ya utambulisho kwa nia ovu, ikiwemo kufutwa kwa chassis number, lakini pia kubadilisha namba, plate number na kuweka namba za kugushi. Uchunguzi utakapokamilika, mtuhumiwa huyo atafikishwa mahakamani. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linaendelea kutoa wito kwa wananchi waliopoteza au kuibiwa mali zilizotajwa hapo juu wafike kituo cha polisi wilaya Geita kwa ajili ya utambuzi wa mali hizo wakiwa na uthibitisho wa umiliki wa mali hizo. Jeshi la polisi linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kwa kutoa taarifa mbalimbali za wahalifu na uhalifu ili tuweze kudhibiti na kuzuia. Naam, taarifa hiyo kutoka Geita ndio inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla hatujahitimisha tutizame tena muktasari wake. Hujambo na karibu Matukio Daima habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Rais Dr. Samia wataka Watanzania wasikubali kutumika na wasioitakia mema nchi. Amani na usalama ni maendeleo, na maendeleo ni amani na usalama. Sote tuwe macho na tuepuke wasaliti na maadui wa nchi yetu. Waliofuja fedha za shule kuburuzwa mahakamani. Kama ni kwenda kumkabidhi mwendesha mashtaka wetu wa serikali, tayari waliohusika waanze kuchukuliwa hatua. Kama ni kupelekwa mahakamani, wapelekwe mara moja ndani ya mwezi huu. Hilo ni la kwanza.
tukalisimamia kwa dhati kama halmashauri. Magari yasiyokaguliwa kuchukuliwa hatua. Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ameshatoa maelekezo kwamba itakapofika tarehe 1 mwezi wa 8 2026, kwa wale wote ambao watakuwa hawajakagulisha vyombo vyao, basi watachukuliwa hatua, kwa maana ya kwamba watakamatwa, wataandikiwa tozo la papo kwa hapo. Shukrani sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo tulipoanza kusomea taarifa yetu ya habari, na huu ni mwisho wa taarifa ya habari. Usichoke kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook, lakini TikTok kwa jina moja la Matukio Daima. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata taarifa hii ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Beldina Majenge. Uwe na usiku mwema. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shogangu Halima, mwenzangu una kazi, mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shogangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shogangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embala Sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndio hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.